Yanga wameamua kumrudisha Faisal katika timu yao, kwa maana ya kwamba sasa wameamua wazi wamrudishe Faisal kule ambako alikuwa anachezea zamani. Sasa kuna taarifa kutoka kwa mzee wa Jambia Wilson Huruma ambayo aliweka. Mtakuwa nafahamu Wilson Huruma ni rafiki mkubwa sana na Faisal Salum. Aliandika hivi: Yanga Afrika jana walifanikiwa azma yao ya muda mrefu ya kuonana na mama mzazi wa Fei Toto. Nia ni kuomba msamaha kwa yote yaliyotokea, lakini kumshauri kijana wake kurejea Jangwani. Mama amesamehe na zawadi amepokea kuhusu kurejea. Wameambiwa lipo juu ya Faisal Fela Sufi mwenyewe. Yes. Taarifa ndo hiyo hapo, ambayo kama ulikuwa unajiuliza kuhusiana na Faisal Salum ni kwamba Yanga wanataka kumrudisha Faisal Salum. Tayari harakati za kumfata Faisal Salum zishaanza kuchukuliwa hatua mpaka kwenda kumuona mama yake mzazi, ambaye amesema swala lipo juu ya Fela Sufi mwenyewe, kwa maana Faisal Salum yeye ndo ataamua. Lakini kwa upande wake mama kasamee, kwa maana mama yake Faisal Salum yeye anasema fresh kabisa. Mtakuwa mnakumbuka taarifa za wekundu wa Msimbazi Simba ambao nao walikuwa katika mbio za kumtaka Faisal Salum atoe pale, kwa maana akavaa jezi nyekundu nyeupe katika viunga vya Msimbazi pale Kariakoo. Lakini nao wameweka fungu kubwa. Kuna taarifa tofauti ambazo zishakuzungumzwa. Pesa ambayo Simba ameweka ni kubwa, Yanga nao wameenda kuweka pesa kubwa, wamepanda dau zaidi. Lakini ifahamike tu kwamba Faisal Salum bado ana mkataba na Azam FC. Kwa timu zote ambazo zinamtaka Faisal Salum lazima zirudi tena kwa maana viunga vya Chamazi kuweza kuzungumza na uongozi wa Azam FC ili waweze kumnunua kwa maana ya Faisal Salum kutoka kwa Azam FC. Na Faisal Salum nakumbuka kulishai kuwekwa kiasi kikubwa cha pesa ambacho kama Faisal Salum mtu anamtaka basi natakiwa akitoe kiasi hicho, licha kwamba wao kama Yanga wanazungumza na mawakala wa Faisal Salum, Fela Sufi mwenyewe kuhusiana na kujiunga na klabu hiyo. Lakini swala lipo kwenye mikono ya Azam FC, ndio ambao watakuwa wanaenda kuamua, na mwaka mzima ambao umebakia wa kumalizia msimu wa mwaka mzima kumalizia kandarasi yake pale viunga vya Chamazi Faisal Salum. Kwa hiyo kama ni kumuuza, huenda Azam mwenyewe wakataka kumuuza au wakasema no, hatukuuzi, maliza kwanza mkataba wako hapa, utaamua ukiwa free agents ndo uende huko ambako unataka kwenda. Kwa hiyo Yanga wameweka mzigo mkubwa zaidi ya milioni 800 inavyozungumzwa imewekwa mezani kwa ajili ya usajili na mshahara mkubwa kabisa ambao Faisal Salum atakuwa anaupata. Na kwa upande wa Azam, Faisal Salum kwa taarifa ambazo zinazungumzwa kwamba anachukua mshahara unaokadiriwa kuwa milioni 23. Kwa uenda Yanga kaweka zaidi, kafika zaidi ya hapo. Lakini taarifa ambazo nisikia kutoka Azam walisema wanataka kuongeza mkataba wake na mshahara wake ufike milioni 50 kwa mwezi au analipwa, na usajili wake pengine pesa usajili na vitu vingine kama hivyo vikazungumzwa zaidi. Lakini mshahara ambao ulizungumza pale Azam FC manako ulikuwa ni mkubwa zaidi. Kwa inawezekana Yanga amepanda juu zaidi ya Azam kwa maana ya kumpa pesa ya usajili kubwa, lakini pia na pesa ya mshahara pia ikawa kubwa zaidi. Lakini inawezekana pia Faisal Salum akaamua kujiunga na Yanga kwa sababu ya timu yenyewe kwenye mashindano makubwa huwa inakuaje, pengine pressure za Kariakoo amezimisi kwa sababu wamesha kushiriki katika timu hiyo, anafahamu licha ya kwamba unapata mshahara, lakini kuna watu ambao wanataka kutumia salio kwenye simu, ukifanya mambo makubwa mnaonana nao. Lakini nikukumbushe tu kwa wewe ambaye pengine ukumfuatilia sana Faisal Salum kipindi cha nyuma, Faisal ni miongoni mwa wachezaji ambao walitoka katika mazingira magumu sana. Wakati Yanga wakitembeza bakuri, wakati Yanga wakitembeza bakuri, lakini pia wakati Yanga ikipitia magumu sana, Faisal alikuwepo. Na utakuwa nakumbuka hata mama yake Faisal Salum ashaye kusema kwamba mtoto wake alikuwa anakula ugali na sukari. Lakini mwisho wa siku wameenda kuyamaliza na wameenda kuzungumza na mama Faisal Salum, yeye akasema amesamee na zawadi pia kapokea.
Kwa maana yeye sasa kiroho safi, na watu wengi walikuwa wanasema kikwazo kikubwa cha Faisal kujiunga na Yanga ilikuwa ni kwa upande wa mama yake. Sasa kama kila kitu kimekaa sawa sawa, maana yake mama yake kafungua moyo, karuhusu Faisal endelee na maisha yake mengine, basi jambo limeshakuwa jepesi kwa sasa. Kwa upande wa Yanga inabakia kwa Faisal Salum, na tunakumbuka Faisal Salum ashaikukumbatiana na Engineer Hersi Said kwa mapenzi kabisa ya watu, kitu ambacho kiliwastua wakati Faisal Salum alisema mimi kurudi Yanga mpaka Engineer Hersi Said aondoke hapo Yanga, lakini mwisho siku inawezekana karudi. Binadamu huwa tunabadilika na mazingira na tubadilisha, na muda pia unatubadilisha. Kwa inawezekana nafasi kubwa ya Faisal kwenda Yanga ikawa 80%. Kama taarifa imetoka kwa mzee wa Jambia, kwa maana Wilson Oruma, anza kuiamini kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ni mtangazaji ambaye kwa watu ambao wako karibu sana na Faisal Salum ni miongoni mwa watu ambao wako karibu sana, na amekuwa mara nyingi sana akiwasiliana naye, akiwa naye karibu katika mazingira tofauti. Mshakushuhudia hata timu ya taifa ikiwa imesafiri kuelekea nje ya nchi, Wilson Oruma kisafiri nao, basi naye anakuwa yuko karibu sana na Faisal. Kwa hiyo hata taarifa ambazo zinatoka kwa Faisal anazotoa kwa maana ya Oruma, manake zinakuwa na ukweli kwa kiasi fulani, kwa sababu yuko naye karibu. Lakini kwa hiki ambacho Wilson Oruma kaweza kukisema kwamba mama yake Faisal Salum moyo wake kaufungua, amesema swala sasa limebakia kwa Faisal Salum mwenyewe, maana yake tuichukulie kama 80% sasa kwa upande wa Faisal kujiunga na Yanga. Na kwa nini nisema hivyo? Ni kwa sababu hata mkataba ambao upo Azam, kwa sababu Azam walimnunua Faisal Salum kutoka Yanga, kipengele cha timu yoyote kimtaka, kama Azam ataka kumuuza Faisal Salum, basi kwanza wanatakiwa Yanga wafahamishwe na ofa ya kwanza basi izingatiwe sana kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo ndio kitu ambacho unaweza kuanza kuona kwamba hata Faisal Salum akisema anaenda Simba, ni lazima kwanza Azam waambie Yanga, bwana, Simba ameleta ofa kiasi fulani. Kwa hiyo Yanga wanaweza kapandia dau, na mwisho siku Faisal Salum yani kwa maana ya mwenye dau kubwa ndiye ambaye atakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo Yanga anaweza kapanda dau na wakamnasa Faisal Salum. Ni moja kati ya wachezaji wazuri sana kwa hapa Tanzania katika nafasi yake ya kiungo mshambuliaji, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaheshimika sana sasa kwenye soka la Tanzania, akiwa mchezaji mzawa ambaye ashawahi kuonyesha namba nzuri sana, licha ya kwamba sio mshambuliaji, ni kiungo, lakini bado amekuwa akiwa na mchango mkubwa. Akiwa ndani ya Azam alipocheza Yanga, pia hata katika timu za taifa pia amekuwa na mchango mkubwa Faisal Salum. Lakini pia kuna taarifa ambayo ilizungumzwa kwamba huenda Nasreddine Nabi ambaye shakuwa kocha wa Yanga, ambaye saizi anaifundisha Kaizer Chiefs, naye alikuwa anataka huduma ya mchezaji huyo akajiunga na Kaizer Chiefs pale Afrika Kusini, lakini ilikuwa ni tetesi tu ambazo zinaendelea. Huenda pia Afrika Kusini nguvu zikaongezeka zaidi, na Nasreddine Nabi sio mrefu ametoka kuifunga Orlando Pirates katika kombe la benki, na mwisho siku tunaanza kushangaa Simba na Yanga wote wakamkosa na akaenda kule. Lakini mimi naamini kwa 50% kadhaa, zaidi ya 50, kwenda kutua Yanga kwa sababu ya masharti, kwa sababu na mazingira ambayo Yanga waliweka katika mkataba wa Faisal pale Azam, kwamba endapo ukitaka kumuuza basi timu ya kwanza kuambiwa iwe ni Yanga, na kama kuna ofa yoyote imeingia basi Yanga itabidi waambiwe, bwana, timu fulani inamhitaji ili akajiunge na wananchi Yanga. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba nao wanamtaka. Kwa hiyo kwa maana ya Faisal Salum huenda ukawa ni usajili ambao ukafanyika kwa ukubwa zaidi kwenye usajili ambao utafanyika hapa Tanzania. Dirisha kubwa likifunguliwa, huenda jina la Faisal Salum likawa ni sehemu kama talk of the town, manake kila mmoja atakuwa analizungumzia, na pengine wakaweka sasa
ikaweka rekodi ya mchezaji wa ndani ambaye amezungumzwa sana, licha kwamba msimu uliopita tulikuwa nakumbuka kuhusiana na Kibu Dennis mkandaji, naye alizungumzwa sana kwenda Yanga, lakini mwisho siku akabaki Simba. Kwa hiyo katika msimu huu huenda katika wachezaji wazawa Faisal Salum akawa miongoni mwa watu ambao wakatengeneza headline nyingi sana kujiunga na Yanga, Simba au kwenda Kaizer Chiefs na timu zingine kama ambavyo zimekuwa taarifa mbalimbali zikizungumza. Je, atabakia Azam FC au Azam FC watamuuza? Hayo ni maswali ambayo tabakia sisi wenyewe kujiuliza, na Azam ndio ambao watakuja kutupa majibu ya mwishoni kabisa. Azam kama tunafahamu sio timu ambayo ina njaa, sio timu ambayo inahitaji pesa kwa kiwango hicho, kama kwamba ni watu wana njaa na basi pesa ndo mbele kama tai. Huenda wakashawishika na dau nono ambalo linaweza kutolewa na Yanga au Simba au kwa namna nyingine yoyote au timu nyingine, lakini kikubwa Azam ndio wanaomiliki Faisal Salum. Tutusubiri kwa jinsi ambavyo itakuja kutokea. Kama ambavyo nafahamu ni moja kati ya wachezaji wazuri na bora kabisa ambao wapo katika ligi kuu Tanzania bara, na tunaamini chochote ambacho kitatokea tutajua kilikuwa sahihi sana kwa Faisal Salum.